Na mtazamaji wa Bongo 5 Network, ni msiba mkubwa, ni huzuni kubwa. Tumeondokewa na mwanatasnia mkubwa sana katika sekta hii ya habari nchini, Dennis Sebo, ambaye alikuwa akifanya kazi pale TV pamoja na EFM. So tuko na Sammy Love, miongoni wa watangazaji wakubwa ambao walifanya kazi kwa karibu na Dennis Sebo. Na Sammy mara nyingi nimemsikia katika sikio langu akiwa anasema kwamba Sebo amemfanya awe mkubwa na kufika hapa tunapomwona Sammy. Kwanza Sammy, pole sana. Pole tu sote. Tushapoa hapo. Tushapoa. Nini ambacho nakikumbuka kwa Sebo? Tuanzie hapo. Nakumbuka vitu vingi. Nakumbuka vitu vingi, ni kiongozi wetu. Kwa sababu hata jana Jumanne tulikuwa na kikao ofisini na yeye ndo alikuwa anaendesha hicho kikao ofisini. Tumeongea vitu vingi sana. Yaani vitu vingi naweza kusema kama alikuwa anatuaga. Ndio maana watu wengi ukiona watu wengi kama wamepagawa hivi ofisini, kwa sababu kulikuwa na hicho kikao saa 6, akaja akazungumza mambo mengi sana. Yaani ukikaa naye ni maongezi yake ni kwa ajili ya kukujenga tu. Yaani ameweza kumkaongea vitu ambavyo havina faida. Kazungumza mambo mengi sana. Na sana kwenye kile kikao mimi pia alinizungumzia. Unanielewa, namna ambavyo nafanya kazi na vitu kama hivyo. Na ukiacha tu hivyo, wiki iliyopita kuna deal ambayo yeye kanipasia, yani kanipa. Kuna rafiki yake mmoja ana kinywaji. Kwa hiyo anataka kukiingiza mtaani. Kwa hivyo anataka kukiingiza mtaani, yeye ndo akamwambia mtu anaweza kukusaidia hicho kinywaji chako kikaenda mtaani ni huyu. Kwa hiyo akanikutanisha mimi na rafiki yake, tukafanya kikao mbele yake. Na yeye ndo akasaini huo mkataba na hela yeye ndo akamwambia chukua hela mpe huyo. Kwa hiyo yani ni kiongozi, ni baba, ni mlezi, ni mtu ambaye anakupa dili ya hela na bado anakushauri bwana, hela ambayo umepata hautaki kuichezea. Yani maisha yani kama uko nyumbani. Hata hapa katikati ilivyotokea issue za mambo ya ithibati, watu kusoma na nini, yani akawa tena kama mzazi, oya jamani, watu inabidi warudi shule nini, yani mpaka kuna wakati kuna wengine hadi walikuwa wanalipiwa mpaka ada. Yani unapata hiyo feeling, yani sio boss, unaona kama hapa niko nyumbani sasa, kwa sababu anavyoviongea ni zaidi ya boss. Kwa hiyo kiukweli mimi binafsi yani nimeumia sana. Yani hapa toka nimepata taarifa usiku sana, nimefika hapa mpaka saizi unavyoniona hata usingizi wenyewe sijaupata. Ni kiongozi wangu, ni mtu ambaye yani kuna vitu vingi sana nikisema nimuelezee hapa siwezi kumaliza kwa kweli. Dakika za mwisho ilikuwaje situation zako? Ni maneno gani ambayo ya mwisho kabisa yani ndio alikuwa ndo maneno ya mwisho baina yako wewe na Sebo? Ndio nimekwambia jana tulikuwa na kikao, kwenye kikao maneno ya mwisho nadhani alisema kama tungekuwa na vijana kama Samio 1000 maisha yangebadilika kwa kiurahisi sana, kwa sababu yeye mwenyewe anadai anapenda spirit yangu, namna ambavyo nafanya kazi. Sio mtu ambaye mpaka niposhiwe ndo nifanye, nikiona opportunity naifuata. Yani anapenda vile ambavyo niko active kwenye kufanya vitu vyangu. Kwa hiyo jana akawa anazungumza kwenye kikao, akawa anasema kwamba kama tungekuwa na vijana kama Samio 1000 yani tungebadilisha kabisa industry, yani vitu vingebadilika. Kwa hiyo namkumbuka kwa vitu vingi kwa kweli. Okay, Sammy Love ulianza kama muimbaji. Mara kadhaa tumekuona katika kuimba, lakini the way ambavyo mlivyokuwa mkipromote muziki wa singeli, unasema kwamba Sebo alikuwa akikuunga mkono kwa 100%. Labda utamkumbuka kwa yapi? Mimi kwanza nilikuwa sitangazi singeli nilipoenda EFM. Mimi nilikuwa nataka nitangaze Bongo Flava. Lakini moja kati ya viongozi ambao walisema hapana, wewe unatakiwa kutangaza Bongo Flava, unatakiwa kutangaza singeli, alikuwa ni Boss Sebo, kwa sababu yeye pia alikuwa kwenye panel ya maamuzi ya ofisi. Kwa hiyo wao ndo walisema wewe lazima utangaze singeli. Kwa hiyo niliingia kwenye singeli kwa sababu ndo natafuta riziki. Sikuwa na passion nayo, sikuwa ni kitu ambacho nakipenda, nilikuwa naona kama sasa singeli tena mimi natamani kufanya Bongo Flava na nini. Lakini nilipoingia kwenye vipindi vya singeli, kupitia vikao vyake ndo akawa ananiambia sasa wewe huko ulipoingia ndo utapoenda kufanikiwa, kwa sababu wewe unachokitaka kinafanywa na watu wengi, kwa hiyo ni ngumu kucompete. Lakini ukifanya muziki wa singeli hakuna hata mtu mmoja anayefanya. Kama watu wanasema singeli ni uuni, singeli ni uchafu, sio ni nini, basi wewe ndo unatakiwa uende kuwaaminisha watu kwamba singeli sio uuni na singeli sio kitu kibaya. Singeli ni muziki kama muziki mingine. Kwa hiyo yeye ndo alikuwa mtu ambaye kila kikao yani lazima aongee bwana, na akiona mapungufu anakuambia. Jana nimesikiza kipindi chenu hamkujiandaa.
hamkuandaa content, hamkufanya research. Yani ni bosi fulani anakufuatilia na anakuambia hapo hapo. Yani anakuambia kabisa kwamba nyinyi mlikuwa mmefanya kipindi, hamjajiandaa. Kwa sababu pia naye ni mtangazaji, kwa hiyo anajua. Na nakumbuka kuna siku akasema, unaniona mimi? Hata nikifa kesho, kipindi cha Friday Night Live kitatajwa. Yani nitaambiwa kwamba huyu Sebo alishawahi kutangaza Friday Night Live. Okay. Kwa hiyo mimi natamani siku na wewe unapoenda hata ukifa kesho pia watu waseme bwana Samio alifanya kitu kwenye aina fulani ya muziki ambayo ni singeli. Sisi tumekabidhi singeli, tunataka ifike pale. Kwa hiyo yani nitamkumbuka kwa kweli, alikuwa kiongozi mzuri sana. Okay. Sana. Okay, combination yako ya wewe na Fido Mgegai imekuwa ikileta chachu sana. Yote hii pia ni Sebo ndo alitengeneza hii? Ni sehemu ya nani ya Bosi Sebo. Kama nilivyokuambia, Bosi Sebo alikuwa ni kiongozi wa juu kabisa wa taasisi. Kwa hiyo hakuna maamuzi yoyote ya kitaasisi yanafanyika bila ya mchango wa Bosi Sebo. Kwa alikuwa ni kiongozi ambaye amenyooka. Yani ukiona anakusema maana yake akusemi kwa jealous, anakusema anataka iwe. Yeye anakuambia kwa nini umechelewa? Yani hapa unatakiwa kuwahi. Yani ndio maana ngasema kuna wakati alikuwa anatoka kwenye ubosi anakuja kwenye uzazi. Yani kama mzazi wako. Unaelewa vizuri. Kwa hata hii combination ya mimi na Fido kufanya vile vitu ilikuwa pia ni sehemu ya mikakati ya kwake yeye. Katusema sana, katunyosha sana mpaka hivi unavyotuona leo hii. Kwa kweli katuachia majonzi makubwa sana. Mimi nitamkumbuka sana Bosi Sebo kwa kweli. Sana. Pole sana Samio. Nashukuru sana bro. Pole tu sote. Nashukuru sana.